Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, katika tunzo zilizokuwa zikifanyika usiku wa jana, usiku wa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026, Mheshimiwa Tundu Lissu, licha ya kutokuwepo kwake kuwa gerezani, Mheshimiwa Tundu Lissu ni miongoni mwa watu walioweza kupata tunzo katika hafla hiyo iliyokuwa usiku wa jana. Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kupewa tunzo ya mpiganiaji haki za binadamu, jambo ambalo limeweza kuwagusa wengi. Ila mtazamaji wangu, kwanza kabisa, iwapo mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, tunzo aliyoweza kuipata Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti msaidizi mshikililizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche ndiye ambaye aliweza kwenda kuchukua tunzo hiyo kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu kutokuwepo. Ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, tunzo aliyoweza kuipata Mheshimiwa Tundu Lissu imekuwa ni tunzo ambayo imekuwa gumzo kubwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii, tunzo ya kupigania haki za binadamu. Mtazamaji wangu, kwa kweli Mheshimiwa Lissu sio kiongozi anayezidi kutambulika nchini Tanzania pekee ama East Africa ama Afrika, bali mtazamaji wangu, dunia nzima Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kutambulika kwa kile anachozidi kusimama nacho na msimamo yake dhidi ya swala la ukiukaji wa haki za binadamu. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu yupo katika nafasi nzuri na nafasi bora kupata tunzo aliyoweza kuipata. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja ama nyingine unazidi kuhofia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana na yale yote yaliyoweza kutokea wakati wa maandamano na kusababisha vifo vya idadi kubwa ya vijana jenzi wa nchini Tanzania walioweza kupigwa risasi kwa dunia katika maandamano yaliyoweza kuwepo. Hivyo basi, hii hapa inazidi kuashiria jinsi gani ambavyo kwa swala hili la ukiukaji wa haki za binadamu lililoweza kufanywa na uongozi ulioko madarakani kwa kusababisha vifo vya idadi kubwa ya vijana hao Gen Z, kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru, basi moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu ni lazima ataweza kuwa miongoni mwa wananchi ama viongozi ambao wataweza kusimama na wananchi baya kabisa wote walioweza kuathirika kwa ghasia hizo zilizoweza kutokea. Haki zao zitaweza kupatikana, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani utaweza kushinikizwa kuwajibika kwa hayo yote yaliyoweza kutokea wakati wa maandamano ya vijana Gen Z. Na ndipo ambapo kuna madai yanayozidi kudai ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kuachiwa mapema kutoka gerezani, ila kutokana na misimamo aliyonayo na asingependa yeye kipindi na wakati ambapo ataweza kuwa huru, basi viongozi walioko serikalini hivi sasa waweze kumzuia siasa zake alizokuwa akizifanya mwaka 2025 kabla ya kukamatwa kwake katika Jamhuri ya Tanzania. Hii ikiashiria wazi kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi ambaye asingependa kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru aweze kuzuiwa kwa njia moja ama nyingine ama kwa njia yoyote ile, asiweze kupiga siasa na hata kupigania mwananchi wa chini nchini Tanzania. Hii hapa ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani kwa kulifahamu hilo unazidi kuchelewesha kesi yake Mheshimiwa Lissu kuendelea kumhusisha na kesi ya uhaini, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuweka hadharani kwamba hakuwa na nia wala njama ya jambo hilo katika Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuwa katika nafasi bora ya viongozi
ambao wanazidi kuangaliwa pakubwa na mataifa ya kigeni, hasa baada ya kupata tunzo ambayo sio wengi wanaweza kuipata ama kutoshea katika nafasi ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuipata tunzo hiyo. Haya yote yakiashiria wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kujitokea bila uoga wote ule, na pia ikumbuke kwamba lazima hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania utaweza kuzungumzia viongozi pendwa wanaozidi kupendwa na wananchi wa Tanzania. Lazima utaweza kumtaja Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani ikumbuke kwamba katika tunzo hizo ambazo Mheshimiwa Lissu ameweza kuipata, idadi kubwa ya watu waliweza kuchangia kumpigia kura, hii ikiashiria wazi jinsi gani ambavyo upendo mkubwa upo kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Haijalishi ama ijapokuwa changamoto zote anazozidi kuzipitia, Watanzania hawajaweza kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu, bali wanazidi kusimama naye katika kipindi hiki kigumu anachozidi kupitia, tofauti kabisa na jinsi ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kusimama na uongozi ulioko madarakani wameweza kukataa na kuto hata kuonyesha ushirikiano ya wao kuwa tayari kushirikiana na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika njia yoyote ile. Hasa tunzo ya aina hii ingekuwa ni jambo jema iwapo kiongozi aliyeweza kuteuliwa na wananchi wa Tanzania aweze kusimama ama kupigania tunzo hiyo na aweze kuipata kwa kupigiwa kura na wananchi wa Tanzania, ila kiongozi ambaye ameweza kupiganiwa na wananchi wa Tanzania na hata kupigiwa kura na kuwa mshindi si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu, ikionyesha wazi kwamba matendo yake mema ambayo amekuwa akiyafanya kwa mamilioni ya Watanzania leo hii ama usiku wa jana yaliweza kuchangia yeye kupata tunzo hiyo, tofauti kabisa na uongozi ulioko madarakani hivi sasa. Hakuna hata kiongozi yeyote yule aliweza kupata tunzo ya aina hiyo, hii ikionyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani umeweza kujawa na viongozi wa aina gani. Viongozi wanaozidi kujali maslahi yao binafsi na sio maslahi ya mwananchi wa chini nchini Tanzania, ikiashiria wazi kwamba kama kweli viongozi walioko madarakani waliweza kutaka nafasi hizo katika serikali ya CCM ama yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, basi moja kwa moja wangeweza kutaka nafasi hizo kwa ajili ya kusaidia mwananchi wa chini nchini Tanzania. Leo hii ama usiku wa jana wangekuwa wameweza kupata tunzo, ila kwa wao kutopata tunzo inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo kiongozi sahihi Mheshimiwa Tundu Lissu, ijapokuwa anazidi kupitia kipindi kigumu, bali yeye ndiye kiongozi pekee ambao Watanzania wataweza kumwamini yuko tayari kupigania haki za binadamu na masuala ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi wa Tanzania. Usisahau kutoachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.